Kiongozi wa upinzani nchini Cameroon, huyu anaitwa Issa Chiroma Bakari, amekimbilia nchini Gambia kwa ajili ya usalama wake kufuatia mvutano uliotokea baada ya uchaguzi wa mwezi Oktoba ambao ulimrejesha madarakani Rais Paul Biya katikati ya maandamano yenye vurugu. Serikali ya Gambia imethibitisha kuwa Chiroma aliingia nchini humo tarehe 7 mwezi Novemba kwa misingi ya kibinadamu ili kuhakikisha usalama wake wakati mazungumzo ya kutafuta suluhu ya amani kuhusu mivutano ya baada ya uchaguzi yakiendelea nchini Cameroon. Rais Paul Biya ambaye ametawala Cameroon kwa miaka 43 aliapishwa hivi karibuni kwa muhula wake wa 8 kufuatia uchaguzi ulioibua maandamano makubwa na ukandamizaji uliopelekea vifo vya waandamanaji kadhaa nchini Cameroon. Akiwa na umri wa miaka 92, Rais Paul Biya ndiye kiongozi mwenye umri mkubwa zaidi duniani anayeongoza taifa akiwa madarakani. Kwa mujibu wa matokeo rasmi, Paul Biya alipata asilimia 53.7 ya kura huku Chiroma akipata asilimia 35.2. Hata hivyo, Chiroma anapinga matokeo hayo akidai kuwa yeye ndiye mshindi wa kweli wa uchaguzi huo. Ametangaza wazi kuwa Cameroon ina marais wawili. Alinukuliwa akisema, "Sasa kuna marais wawili, rais aliyechaguliwa na wananchi wa Cameroon, mimi, na rais aliyeteuliwa na baraza la katiba mnayemfahamu." Ameendelea kuhimiza wafuasi wake kupinga matokeo ya uchaguzi kwa njia mbalimbali. Baada ya taarifa za vifo vya watu waliouawa na vikosi vya usalama wakati wa kukandamiza maandamano kabla na baada ya tangazo la ushindi wa Paul Biya, Chiroma aliwataka wafuasi wake kufanya operation ambazo zinahusisha kufunga maduka na kusitisha shughuli nyingine zote za umma kwa njia ya kuonesha kutoridhishwa na matokeo ya uchaguzi huo. Serikali ya Cameroon imesema inapanga kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Chiroma kutokana na kile alichokiita wito wake wa mara kwa mara wa uchochezi na jaribio la kuandaa uasi. Tangu uhuru wa nchi hiyo kutoka Ufaransa mwaka 1960, Paul Biya amekuwa mtu wa pili pekee kuiongoza Cameroon. Tangu uhuru wa nchi hiyo kutoka Ufaransa mwaka 1960, Paul Biya amekuwa mtu wa pili kipekee kuiongoza Cameroon, akitawala kwa kimila na kukandamiza upinzani wa kisiasa na wa kijeshi nchini Cameroon. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.